Kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, anaripotiwa kutokuwepo nchini Iran, huku kukiwa na madai mapya yanayoibua maswali kuhusu hali halisi ya uongozi wa juu wa Jamhuri ya Kiislamu, wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na mzozo mkubwa wa kijeshi na Marekani pamoja na Israel. Taarifa hiyo imetolewa na chanzo cha usalama cha Israel kilichonukuliwa na chombo cha habari cha Saudi Arabia Al-Hadath kikisema kuwa Khamenei hayupo Iran na kwamba hajawahi kujitokeza hadharani tangu alipochukua nafasi ya kiongozi mkuu baada ya kifo cha baba yake Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei aliteuliwa kushika nafasi hiyo kwenye kipindi kigumu sana kwa Iran, wakati ambapo nchi hiyo ilikuwa imeingia katika hatua mpya ya mzozo wa kijeshi na maadui wake wa muda mrefu. Tangu uteuzi wake, taarifa zake zimekuwa zikitolewa kwa njia ya maandishi pekee bila kuonekana hadharani kwenye mikutano, ibada ya kidini au matukio ya kitaifa kama ilivyokuwa kawaida kwa viongozi wakuu wa Iran waliomtangulia. Hali hiyo imeongeza uvumi kuhusu usalama wake, uwezo wake wa kuendesha serikali na kiwango cha ushawishi wa taasisi nyingine ndani ya mfumo wa uongozi wa Iran. Kwa mujibu wa chanzo hicho cha Israel, ujumbe unaotolewa kwa jina la Mojtaba Khamenei unaandaliwa na viongozi wakuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, akiwemo mkuu mpya wa jeshi hilo Ahmed Vahid pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu. Chanzo hicho kinadai kuwa IRGC imekuwa ikichukua nafasi kubwa zaidi katika kufanya maamuzi ya kimkakati, hasa katika masuala ya kijeshi na usalama, kutokana na mazingira ya vita na shinikizo kubwa kutoka nje. IRGC ni moja ya taasisi zenye nguvu zaidi nchini Iran, ikiwa na jukumu la kulinda mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu, kusimamia uwezo wa makombora na vikosi vya nje ya jeshi, pamoja na kuwa na ushawishi mkubwa katika masuala ya kisiasa na kiuchumi. Kwa miaka mingi jeshi hilo limekuwa na nafasi kubwa katika maamuzi ya usalama wa taifa, lakini madai mapya yanaashiria uwezekano wa kuongezeka zaidi kwa ushawishi wake iwapo uongozi wa kisiasa wa Iran utakuwa katika hali ya kutokuwa wazi. Chanzo hicho pia kimesema kuwa kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya Iran unaoweza kuhatarisha hata mshikamano wa ndani wa IRGC yenyewe. Kwa mujibu wa madai hayo, baadhi ya viongozi wa Iran wanatofautiana kuhusu namna ya kukabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel, huku wengine wakitaka majibu makali ya kijeshi na wengine wakihofia kuwa vita vikubwa vinaweza kusababisha madhara makubwa kwa taifa hilo. Madai haya yanaibuka wakati Iran ikiwa chini ya mashinikizo makubwa ya kijeshi na kiuchumi. Mashambulizi yanayofanywa na Marekani yamelenga maeneo mbalimbali yanayohusishwa na uwezo wa kijeshi wa Iran, ikiwemo vituo vya makombora, mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya mawasiliano na miundombinu mingine ya kijeshi. Iran nayo imeendelea kujibu mashambulizi hayo kwa kulenga maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, chanzo hicho cha Israel kimesema kuwa Marekani haipendi Israel kushiriki moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran, hata kama Tehran itaishambulia Israel kwa sasa. Kwa mujibu wa madai hayo, Washington inaona kuwa ushiriki mkubwa wa Israel unaweza kusababisha mzozo huo kupanuka zaidi na kuvihusisha kwa haraka vikosi vingine vya nchi nyingine katika eneo hilo. Hofu kubwa ya Marekani imekuwa uwezekano wa vita kuenea katika nchi za Ghuba, ambapo kuna kambi nyingi za kijeshi za Marekani pamoja na njia muhimu za biashara ya nishati duniani kama mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, hadi sasa kuna uthibitisho huru unaothibitisha madai kuwa Mojtaba Khamenei hayupo Iran au kwamba ujumbe wake unaandaliwa na IRGC. Iran hajatoa taarifa moja kwa moja kuhusu mahali alipo kiongozi mkuu, huku viongozi wa Iran wakiendelea kuonyesha kuwa mfumo wa uongozi wa nchi hiyo unaendelea kufanya kazi bila tatizo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.